Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati Rum, sura ya 30 aya ya 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na katika ishara zake za kuonyesha kwamba yeye Mwenyezi Mungu yupo ni kuwaumbia wanaume wake. Kwa nini kawaumbia wanaume wake? Litaskunu ilaiha, ili wapate utulivu kwao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajaalia baina ya wawili hao mapenzi na nini? Na kuhurumiana. Mwenyezi Mungu ametutaka tuoane ili iwe ni sababu ya kupata nini? Ya kupatikana utulivu. Lakini tujiulize, sisi sote almost ni wanandoa, si ndio? Je, ndoa zetu zina utulivu? Zinao? Kila kukicha fadhali ya nini? Fadhali ya jana. Ina maana lengo miongoni mwa lengo kubwa la ibada hii ya ndoa halijafikiwa katika nini? Katika majumba yetu. Watu wanaishi kama mke na mume, lakini wanaishi kama mtu na nani? Na adui yake. Kila mmoja anamuinda nani? Anamuinda mwenzie. Hatutekelezeani zile haki na wajibu tunatakiwa tufanye nini? Tutekelezeane. Kwa hiyo ule utulivu ama ile sakina aliyoikusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala ipatikane kwenye ndoa inashindwa kufanya nini? Inashindwa kupatikana. Kwa sababu sakina haiwezi kupatikana hivi hivi. Tutakuja kusoma huko mbele vipi tunaweza kuleta utulivu katika nini? Katika ndoa zetu. Lakini lengo miongoni mwa malengo ya ndoa ni kupatikana na nini? Kupatikana utulivu. Tunaambiwa hajatulia mwanamume kama hajapata mke. Sio tu mke bora mke, bali mke mwema. Na hajatulia mwanamke kama hajapata nini? Mume. Na sio mume bora mume, bali mume mwema. Kwa hiyo ukiona ndoa yako haina utulivu, jisailini nyinyi wanandoa wawili. Je, ni mke na mume mwema? Kama ni mke na mume mwema, kwa nini ndoa haina nini? Haina utulivu?